Hapa duniani huwa kuna watu wanapata pesa mara kwa mara. Yaani pesa sio tatizo kwao, lakini tatizo ni kwamba pesa haikai. Na kuna watu ambao wanapata pesa kidogo sana, pesa ya ngama, lakini hicho kidogo kinawavusha mbali, wanapiga hatua. Leo nataka tuzungumzie kitu ambacho watu wengi hawajawahi kufundishwa. Nataka tuzungumzie namna universe inavyokuona unavyoshika pesa. Je, ukipata pesa huwa unaishika vipi? Unaizungumzia vipi? Pesa yako unaishika shikaje? Inawezekana tatizo sio kurogwa. Tatizo sio bahati mbaya wala mikosi. Tatizo ni wewe unavyoishika pesa. Inawezekana kuna kitu kipo ndani yako. Kitu ambacho universe inakuangalia kila mara unaposhika pesa. Leo nataka niguse kitu ambacho watu wengi hawakifahamu. Siri iliyofungwa ndani ya nishati yako, mifumo ya kifedha isiyoonekana na njia ambazo universe inaamua kujaribu ni nani anastahili baraka zake za kifedha. Tafadhali sana usiache kusikiliza video hii. Kila sekunde ya hii video inaweza kuwa ni ishara yako binafsi kutoka kwa universe, na kila neno litakalosemwa humu linafanya kitu ndani yako. Litaibua hisia, litakufundisha na itakusogeza karibu zaidi na kuelewa ukweli kwa nini pesa haikai. Kitu cha kwanza kabisa, universe huwa inaangalia heshima yako kwa pesa. Wewe unaiheshimu vipi pesa? Unaichukuliaje? Kitu ambacho watu wengi hawajui, pesa sio karatasi tu. Pesa ni nishati. Kitu chochote kile unachokiona hapa duniani kimebeba nishati fulani. Sasa pia kuna nishati ya pesa. Hiyo pesa unayoibeza, pesa unayoipuuza ni nishati fulani. Kama unapoipata pesa, unaanza kuibeza, unaipuuza, au unaizungumzia vibaya, au unaiona kama ni kitu cha kawaida tu, au ni kitu ambacho hakitakiwi kuthaminiwa, universe inapokea huo ujumbe na inaona ni kama vile wewe hauhitaji hiyo pesa, au pesa unaidharau, sio kitu cha thamani kwako. Na ndio maana wengine unakuta wanapata pesa ghafla, pesa nyingi, halafu ghafla zinapotea. Ni kwa sababu wewe hauiheshimu pesa, hauheshimu nishati ya pesa. Pesa ili iweze kukaa kwako ni lazima uiheshimu nishati ya pesa. Watu wanaosema pesa sio kitu au pesa ni makaratasi, mara nyingi huwa wamekatishwa tamaa na pesa. Universe inasikia maneno yako kama maagizo. Asa ukidharau pesa, ukilaani, au ukiona kama chanzo cha maumivu, universe inaona kama ni kitu usichokitaka. Lakini ukiheshimu pesa kama chombo cha ukuaji, kusaidia watu wengine na kuleta usawa, kuleta furaha, universe inaona kwamba wewe tayari upo tayari kushika pesa zaidi. Kwa hiyo universe itazidi kukutunuku na pesa itakaa mikononi mwako. Naomba uelewe kitu kimoja. Pesa haifuati chuki, pesa inafuata heshima. Kwa hiyo kama wewe una chuki na pesa, kama unaona maumivu ndani ya pesa, pesa haiwezi kukaa kwako kamwe. Anza kuiheshimu pesa, anza kuithamini pesa, na pesa itakaa na utaipenda, utaifurahia. Na kitu kingine ni namna unavyopata pesa. Yaani jinsi unavyoipata hiyo pesa, unatoa ujumbe fulani kwa universe. Kama wewe umezoea kupata pesa kwa maumivu ya watu wengine, kwa dharau au kwa kukiuka dhamira yako ya ndani, basi universe inaanza kusawazisha mizani. Yaani lazima ikunyime kiasi fulani. Na hii sio adhabu, bali ni jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Universe huwa haiangalii kiasi cha pesa unachopata, bali inaangalia njia unayotumia kuipata. Kama wewe pesa yako inakuja kwa kupitia hila, kuumiza watu wengine, kuwapa uoga watu wengine, au kujilazimisha, hasa universe inaona hilo kama ni nishati chafu. Yaani wewe unatumia nishati chafu kupata pesa. Hata kama pesa itaonekana kuingia kwa wingi, itakuwa haina utulivu kwako. Hiyo pesa inaweza ikaondoka haraka au ikaleta migogoro. Lakini pesa inayokuja kwa uhalali, kwa heshima na nia njema, huwa inabeba vibration ya kudumu. Na universe inaongeza kile unachopata kwa moyo wako na sio kwa mikono yako tu. Kwa hiyo hapa hata wale wanaofanya kazi kwa kujilazimisha, au unafanya kazi huipendi ili tu uweze kupata pesa, hiyo pesa yako
haiwezi kukaa. Fanya kazi unayoipenda bila kujilazimisha, na pesa utakayoipata itakaa. Na hakikisha kazi yako haiumizi watu wengine, haitoi machozi watu wengine, haina hila ndani yake. Na ndio maana siku zote huwa ninawaambia, hakikisha kitu chochote unachokifanya hakimuumizi mtu. Ile energy unayoitoa ni lazima siku moja itakuja kukurudia. Kwa hiyo make sure haumuumizi mtu yoyote. Fanya kila kitu kwa nia njema na kwa ajili yako wewe mwenyewe. Na kitu kingine ambacho ni muhimu sana na cha kukizingatia sana ni kukopa na kukopesha. Hiki ni kipimo cha mipaka ya kifedha. Watu wengi huwa hawajui. Ukikopesha kila mtu bila mipaka, universe inaona kama haujalinda thamani ya kile ulichopewa. Sio kila mtu anastahili kukopeshwa, na ndio maana pesa inaanza kutoroka kwa kupitia watu wengine. Yaani unaitoa nishati yako ya pesa kwa watu wengine na nishati yako inapotea. Kushindwa kuweka mipaka ya pesa ni ishara ya jeraha la ndani. Universe huwa inajaribu kukuonesha kwa kupitia watu wanaokukopa, wanaotumia vibaya ukarimu wako, au wanaorudia kukuacha mikono mitupu. Sasa hizi sio bahati mbaya, ni mafunzo. Mpaka ujifunze kusema hapana bila hatia. Pesa itaendelea kuondoka kwa kupitia watu unaowakopesha au unaowasaidia. Universe inakufundisha kujithamini kabla haijakutumia kama njia ya baraka kwa watu wengine. Kwa hiyo kabla haujawa baraka, jifunze kwanza kujithamini. Sio kila mtu anastahili kukopeshwa na sio kila mtu anahitaji kusaidiwa. Watu wengi wanapoteza pesa zao kwa njia hii ya kutokuwa na mipaka. Unakuta kila mtu anamkopesha na analalamika hawamlipi. Sasa tatizo sio kulipwa, tatizo ni kwamba hauna mipaka ya kuchagua nani umkopeshe na nani usimkopeshe. Jifunze kusema hapana. Kuwa na mipaka sio dhambi, na wala hauna wajibu wa kumsaidia kila mtu. Kwa hiyo jiulize, je, huwa unakopesha na unamkopesha nani? Jifunze kuweka mipaka. Pesa itakaa. Na kitu kingine ni kile unachokifanya baada ya kupata pesa huwa kinaamua pesa itakaa kwa muda gani kwako. Je, wewe ukipata pesa kitu cha kwanza kabisa huwa unafanya nini? Ni vitu gani huwa unavifanya baada ya kupata pesa kwa wingi? Hapa naomba unisikilize kwa makini sana. Kila matumizi ya pesa unayoyafanya ni maamuzi ya nishati. Je, unatumia pesa kwa hofu? Huwa kuna watu wakishapata tu pesa wanaanza kuogopa, wanapata hofu ndani yao, hofu ya kupoteza au hofu ya kuonekana na jamii kwamba nitaonekana vipi. Na kuna watu wakipata pesa tu wanaanza kuitumia kwa hasira, kwamba mimi nilikuwa sina pesa siku zote hizo, sasa nimeipata itanikoma. Mtu anaanza kufanya matumizi ya kufuja kwa hasira. Sasa watu wengi hawajui kwamba matumizi ya pesa kwa hasira au kwa hisia zako, huzuni au lawama, unaifundisha universe kwamba pesa ikija itaharibiwa. Yaani pesa ikija hapa ni lazima itaharibiwa, itatumiwa vibaya. Sasa universe inajifunza tabia zako. Ikiona hautunzi unachopewa, inatoa kidogo zaidi au inakunyang'anya kabisa. Kwa hiyo kila ukipata pesa haikai, inapotea. Na kama wewe ukipata pesa huwa unapata hofu, unaanza kuogopa. Hiyo hofu ni signal kwa universe kwamba pesa ni hatari kwako. Kwa hiyo universe inaiondoa hiyo pesa. Unazipata pesa nyingi lakini ghafla zinaondoka. Kwa hiyo hebu jitafakari. Wewe ukipata pesa kitu cha kwanza kabisa huwa unafanya nini? Na kitu kingine ni maneno. Maneno yako juu ya pesa ni maagizo ya kiroho. Wewe pesa huwa unaizungumzia vipi? Unaitamkia maneno gani? Kama huwa unatamka maneno kama pesa hainipendi, pesa haikai, pesa ngumu, pesa makaratasi tu, basi tambua kwamba pesa haiwezi kukaa kwako. Hayo maneno unayoyatamka unaweza kuyaona ni ya kawaida tu na kuhisi kwamba watu wengi huwa wanatamka hivyo, mbona na hakuna kinachotokea. Lakini naomba nikuambie kitu kimoja. Hayo ni maagizo ya kiroho, ni manifestation. Jinsi unavyotamka ndivyo inavyokuwa katika maisha yako. Maneno yanayotoka katika kinywa chako yanatengeneza kitu kilicho hai na kinakuja kuishi katika maisha yako halisia. Kwa hiyo kama huwa unakiri udhaifu juu ya pesa kwa kutumia ulimi wako wewe mwenyewe, usitarajie pesa kukaa katika maisha yako. Kama wewe umeshajitamkia kwamba mimi ni maskini, mimi sina pesa,
pesa haikai kwangu, basi ndivyo hivyo itakavyokuja kuwa. Jifunze kutamka maneno yenye nguvu. Jifunze kuandika maneno yenye nguvu. Sema mimi ni tajiri, pesa inanifuata. Pesa sio tatizo kwangu. Mimi sina shida ya pesa. Nina pesa nyingi sana. Jinsi ambavyo unatamka, unatoa maagizo ya kiroho na universe inakufanyia kazi. Kwa hiyo basi, nenda kafanye kazi kwa bidii huku unajitamkia maneno hayo. Utaona jinsi ambavyo pesa inakaa kwako. Hata kama unapata kidogo, lakini hicho kidogo utaona jinsi ambavyo kinakuvusha kwenda mbali. Utakuwa unapiga hatua. Na kitu ambacho watu wengi hawajui, universe huwa haijui kama wewe unatania. Hayo maneno ambayo unayatamka kiutani, lakini kwa kurudia ndio manifestation yenyewe. Kwa hiyo chunga sana maneno ya mdomo wako. Na kitu kingine ni jinsi unavyoachilia pesa yako, yaani jinsi unavyoitoa. Hapo ndipo unapopimwa kiroho. Unapotoa pesa, iwe ni kwa kusaidia, kutoa au kushiriki katika kitu fulani, huwa ni mtihani mkubwa wa kiroho. Na hapa ndipo wengi wanapokosea. Unapotoa pesa yako kwa maumivu, lawama au kujilazimisha, huko sio kutoa, huko ni kujiumiza. Kutoa hakutakiwi kukuumize. Universe huwa inaangalia, je, unatoa kwa hiari au kwa hofu ya kukataliwa? Je, unatoa kwa sababu moyo wako umejaa au kwa sababu unaogopa kusema hapana? Yaani kuna watu huwa wanatoa tu kwa sababu wameshindwa kusema hapana, lakini moyoni mwao wanasema hapana. Kwa hiyo kutoa kwa uwiano huwa kunafungua milango, na kutoa kupita kiasi huwa kunafunga milango. Kutoa ni jambo zuri sana na tunapaswa kuwasaidia watu wengine, lakini kama unaona katika kutoa huko wewe unabaki na maumivu, basi usijilazimishe, kwa sababu hapo utakuwa unakaribisha energy mbaya katika pesa zako. Hakikisha unatoa kwa hiari, unatoa bila kulazimishwa na mtu yoyote yule, na jifunze kusema hapana pale ambapo moyo wako hautaki. Na ndio maana watu waliofanikiwa huwa wanaonekana wana roho mbaya, ni kwa sababu wamejifunza kusema hapana, ni kwa sababu wana mipaka na pesa zao. Kama hawajisikii kutoa huwa hawatoi, wanatoa pale tu wanapojisikia, na hapo ndipo nishati nzuri inakurudia. Unapotoa kwa moyo unazidishiwa zaidi, lakini ukitoa ili kuwafurahisha watu au umetoa kwa sababu tu usionekane mbaya, basi hapo nishati mbaya inakufuata, unajifungia milango ya baraka. Na pia kitu kingine ni hofu ya pesa. Watu wengi wanachukulia pesa ni kama uovu. Pesa ni kitu kibaya. Wanaamini pesa italeta matatizo, lawama au kubadilisha wao ni nani katika jamii. Sasa universe inaisoma hiyo hofu na kusema kwamba huyu hajajiandaa bado. Kwa hiyo pesa inakuja kidogo au haiji kabisa. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye unapambana na maisha lakini ndani yako unaiogopa pesa, unaona pesa kama ni kitu kibaya, basi tambua pesa haitokuja kwako. Na hata ikija haitokaa kamwe. Ukiiondoa hiyo hofu yako ya ndani, ndipo milango ya kifedha itafunguka. Pesa inahitaji watu majasiri. Pesa haijawahi kukaa kwa watu waoga. Kwa hiyo jitathmini. Kama wewe una hofu ya pesa, iondoe sasa hivi na utaona jinsi ambavyo pesa zinakaa kwako. Na pia kuna kundi la watu ambao wanaamini kwamba wao hawastahili kuwa na pesa. Yaani wameshajitenga kabisa kwamba wao pesa haiwafai. Kuna watu wamelelewa wakiamini kwamba mateso ndio utu na raha ni kosa au ni dhambi. Sasa universe inaangalia hiyo imani yako. Siku utakapoanza kujiona unastahili kuishi vizuri, unastahili kuwa na pesa bila hatia, ndipo pesa itaanza kukufuata badala ya wewe kuifuata. Kwa hiyo ili pesa iweze kukaa kwako, anza kujiona kwamba wewe unastahili kuwa na pesa, wewe unastahili maisha ya raha, na kuwa na pesa sio dhambi. Na jambo jingine ni jinsi unavyohifadhi pesa zako. Pesa zako wewe unazihifadhi vipi? Kutokuwa na mpangilio, kutokutunza au kutokuwa na uelewa wa pesa zako, hiyo inaonyesha kwamba wewe unakosa uwajibikaji wa nishati. Yaani umepewa nishati lakini unashindwa kuitunza. Universe haiwezi kukupa zaidi kama wewe huwezi kusimamia ulichonacho. Kwa hiyo hata pesa kidogo ikitunzwa vizuri,
unatuma ujumbe kwa universe kwamba niko tayari kwa zaidi. Kwa hiyo universe huwa inaangalia umepewa pesa kidogo tu, lakini hizo kidogo unashindwa kuzitunza, unashindwa kuzimanage. Universe inaona ikikupa zaidi utaziharibu zaidi, kwa hiyo inakata, unakuwa hupati tena pesa. Na universe huwa inajibu haraka sana huo ujumbe. Kuna watu wakipata tu pesa, ukiingia chumbani kwake unakuta amemwaga kila mahali, yaani kila sehemu ukiinama unakutana na pesa. Sasa hiyo ni signal kwa universe. Universe huwa inaangalia unatunza vipi pesa zako, unazihifadhi vipi. Kumbuka kwamba universe haikuadhibu, inakuangalia, inajifunza na inakujibu. Jinsi unavyoshika pesa leo ndio ujumbe unaotumwa kwa kesho yako. Kama umefika mpaka hapa, basi tambua sio kwa sababu ulikuwa na muda wa kutazama video hii, wala sio kwa sababu video hii ilikukuta tu au imekujia tu. Tambua kwamba kuna sehemu ndani yako ilijua inahitaji ujumbe huu. Universe huwa haizungumzi kwa kelele, haipigi simu, haikimbizi watu. Universe inanong'ona. Universe inaongea kwa ishara. Na wale wanaosikia huwa tayari wamechoka kuishi bila uelewa. Kwa hiyo kama maisha yako ya kifedha yamekuwa yakijirudia, kupata, kupoteza, kuanza tena, kuumia tena, hiyo haimaanishi kwamba wewe ni dhaifu au wewe ni mzembe. Inamaanisha kuna somo lilikuwa halijasikika bado. Wengi wanafikiri pesa ni namba au pesa ni makaratasi tu, lakini kiroho pesa ni relationship, ni mahusiano kati yako na thamani yako binafsi, ni mahusiano kati yako na mipaka yako, na pia ni mahusiano kati yako na hofu zako za ndani. Na universe imekuwa ikikuangalia kwa upendo, sio kwa hukumu. Imeona jinsi unavyopambana, imeona ulivyotoa hata pale ulipokuwa hauna, imeona ulivyonyamaza wakati ulipaswa kusema hapana, imeona ulivyobeba mzigo wa familia, wa watu, wa kihistoria, na bado yuko hapa, haijakuacha. Kama pesa imekuwa inakuja na kuondoka, sio kwa sababu imekukataa, na sio kwa sababu wewe una mikosi, ni kwa sababu ilikuwa inakufundisha kitu. Pengine ilikuwa inakufundisha kujithamini, pengine ilikuwa inakufundisha kuweka mipaka, au ilikuwa inakufundisha kuacha kuokoa wengine kwa gharama ya nafsi yako. Kwa hiyo naomba unisikilize kwa makini sana. Wewe haukuumbwa kuteseka kifedha. Kila mtu anayefika kwenye hatua ya kuamka kipesa huwa anapitia kipindi cha kuchanganyikiwa, kipindi cha kujiuliza, mbona najitahidi sana lakini bado? Mbona wengine wanapata kirahisi? Je, kuna kitu kibaya ndani yangu, au mimi nina mikosi, au mimi ni mzembe? Hakuna kitu kibaya ndani yako. Kuna kitu kinaamka ndani yako. Na kuamka mara nyingi huwa kunaanza na maumivu. Ni lazima uumie. Kuamka huwa kunakuja na kuchoka, kukata tamaa, kujiuliza maswali mazito kila siku. Na kama umejikuta huko hapa, unasikiliza video hii, universe tayari imeanza kukusogeza kwenye mstari mpya. Sio mstari wa mateso, bali mstari wa uelewa, mstari wa mafanikio. Kuanzia leo, usiangalie pesa kama adui. Usiangalie pesa kama kitu kibaya, usiiombe kwa hofu, usiikimbilie kwa njaa ya ndani. Iangalie kama mgeni anayekuja kukaa kwako, lakini anayehitaji heshima, mipaka na nafasi salama. Na kumbuka kitu hiki hapa, hata video hii kuipata ni ishara kutoka kwa universe. Universe haijakuleta hapa kwa bahati mbaya. Imekuleta kwa wakati ambao uko tayari kusikia. Na huenda bado hauoni majibu yoyote juu ya maswali unayojiuliza, lakini tayari mbegu imepandwa ndani yako. Na kilichopandwa kwa uelewa hakiwezi kuoza. Kama umekuwa ukihisi kuna kitu kinakuzuia kifedha, usijilaumu. Badala yake jiulize, ni somo gani kilikuwa kinanipatia? Baada ya hapo, anza kujisamehe kwa maamuzi ya zamani, kwa kutoa kupita kiasi, kwa kukubali kidogo kuliko ulivyostahili. Kwa sababu unapojisamehe, nishati ya pesa inabadilika. Universe haiwapi wale watu wakamilifu, watu waliokamilika. Inawapa wale walio tayari kubadilika. Na kabla hujaondoka hapa, kumbuka hili neno moja. Hauko nyuma,
uko kwenye mabadiliko. Na kama unahisi ujumbe huu umekugusa sehemu ya ndani sana, hiyo ni kwa sababu haukuwa wa mtu mwingine, ulikuwa ni ujumbe wako. Ni ujumbe wako wewe unayetazama video hii. Kwa hiyo endelea kusikiliza, endelea kujifunza, endelea kujiuliza maswali. Na usisahau, wewe unastahili kuwa na pesa. Unastahili kuishi maisha mazuri yenye raha. Unastahili kuwa tajiri. Wewe ni wa thamani sana hapa duniani.